Kama ndo watu wanasema kwamba tukikutana na timu hizi mbili za Kariakoo tutakamia tena, kwa sababu ni dhambi, unajua, mbele ya hizi timu, na ni dhambi mbele ya mashabiki wa mpira wa hizi timu, wewe kuwa na wachezaji wakubwa, wewe kuwa na walimu wazuri, wewe kuonyesha mchezo mzuri. Uende tu kawaida kwa sababu ni timu yao, wakipata matokeo mazuri basi they are the best. Ninyi mkicheza vizuri mkapata matokeo mazuri, maana yake mlikuwa mmefanyaje? Mmekamia. Kwa hiyo kama kuonyesha mchezo wetu na kucheza vizuri ni kukamia, tutakamia tena kesho. Ni mchezo kama tunaingia kinyonge kweli kwenye hiyo mechi. Sidhani kama tuko kwenye sehemu ya kusema kwamba sisi ni watemi kwa current form. Kwenye matokeo ya hivi karibuni wenzetu of course ni watemi, na hilo nimelikiri tangu mwanzo. Kwa hiyo hata sisi hatutaenda kwa unyonge huu ambao wanafikiria. Mechi kama hii mpaka inaitwa dabi ya Mzizima, tafsiri yake ni mechi kubwa, ni mechi ambayo inakutanisha timu kubwa mbili za Dar es Salaam, sio? Kwa hiyo kuna upande wa kwanza wa current form, kuna upande wa pili ambao watu wengi wanausahau wa big match. Yoyote ambaye atakuwa ameamkia upande wa kulia wa kitanda ndiye ambaye atakuwa amefanyaje, amefanikiwa au amefaulu zaidi kwenye mchezo. Kwa hiyo sisi kweli ni wanyonge kwenye hii mechi. Sisi ni underdog na declare hiyo interest mapema, na ndivyo ambavyo tutaingia kwenye huo mchezo. Tutaingia kwenye mechi kama underdog. We're just going to play our game. Tunakwenda kucheza tu mchezo wetu wa kawaida, tunaenda kushowcase tulichokuwa nacho. Hayo mengine tunaacha hatima iamue kwamba matokeo yatakuwaje. Na mwalimu wetu ni mwalimu mzuri sana, ni miongoni mwa walimu ambao wanajua namna ya kucheza mechi kubwa, ni miongoni mwa walimu ambao wanaweza kudeliver kitu kizuri kwenye mchezo. Pale ambako unafikiria kwamba hawezi kufanya ndio atakapofanyia hapo. Kwa hiyo indeed we are underdogs but we are going to deliver. Nimewaalika leo mashabiki, tunawakaribisha waje uwanjani kwa wingi. Kwa mipango ya nje ya uwanja tunawakaribisha mashabiki kwa sababu tunajua mchezo mwenyeji ni Simba, lakini na sisi mashabiki wetu tunawataka kwenye hiyo mechi. Tunawakaribisha kwa nguvu sana waje kutusupport. Ndani ya uwanja wachezaji wetu wamemaliza mazoezi, kila mtu yuko sawa kiafya, kila mtu yuko timamu. Kila kitu ambavyo tulikuwa tumedhani kwamba kinastahili kuwa kiko vile ambavyo tumetamani. Nafikiri ni swala la muda tu, mchezo ufike, tucheze, alafu tuangalie kwamba maandalizi tuliyofanya na kile ambacho tumekitoa ni vitu ambavyo vinaendana, lakini we are very confident na tuna uhakika na timu yetu kwenye kile ambacho tumekipanga. Hakuna wasiwasi juu ya kile ambacho mwalimu amekuwa akikifanyia kazi, na ndio maana unaona tumekuja kwenye kuzungumza na wanahabari leo. Bahati nzuri mmemwona mwalimu wetu Adis Walem, mwalimu mkuu Ibenge alikuwa kambini tangu jana, ameshindwa kutoka leo kwa sababu binafsi tu.